Bana, mambo vipi mtazamaji wa Bugane TV? Karibu sana tuzungumze habari za michezo ambazo zimekuwa zikitukutanisha mimi na wewe sambamba na wana michezo wengine. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza kile ambacho kinaendelea. Tunafahamu kwamba timu zetu 4 zote zinatuwakilisha katika michuano ya kimataifa. Ni pande za hapa Posta jijini Dar es Salaam ambako leo Bugane TV tumekuja kuzungumza na mmoja kati ya wadau wa michezo, lakini pia nguli katika tasnia ya utangazaji wa mpira hapa nchini, Enock Bugane Kamarada. Bwana Kamarada, heshima yako. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwema? Alhamdulillah. Mambo yanakwenda? Nashukuru. Karibu. Asante. Naona una furaha na mimi pia nina furaha kuona timu zetu 4 zipo hatua moja kabla kuingia hatua makundi kwenye klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Tuambie furaha yako iko wapi, lakini pia matumaini yako ni yapi? Kwanza kimahesabu ni faraja, kwa sababu kwa mara ya kwanza kama taifa tunajivunia kwamba kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla hata ya michezo ya mwisho ya kuania kufuzu hatua ya group stage, hatua ya makundi ya kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa barani Afrika, tayari tuna uhakika wa nafasi moja ya Tanzania katika michuano hiyo. Maana ni vita ya uwanjani kati ya KMKM dhidi ya Azam. Tayari tuna tiketi moja ya uhakika kama nchi. Akienda Azam, akienda KMKM ni sawa. La pili ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa umri wangu mimi wa kushuhudia soka la bongo, kwa mara ya kwanza tupo katika nafasi ya kipekee ya kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi ya michuano ya vilabu barani Afrika. Haija kutokea before. Ishatokea timu 3 hapa wakati wa Namungo, ishatokea timu 2 Simba na Yanga, lakini timu 4, hiyo ni nafasi kubwa sana. Sasa kwenye football tuna 50% ya kuwa na timu 4 na pia tuna 50% ya kukosa timu 4. Nikiwa maana gani? Kwa sababu football bwana, mchezo unachezwa hadharani. Unaweza unamchukulia poa akakufanyia surprise ya mwaka. Hapa ishatokea kwa Simba hapa, tukalazwa na viatu hapa na Jwaneng Galaxy, tulishafanywa vibaya hapa na kina UD Songo ya Msumbiji, tulishafanywa vibaya na kina Libolo hapa, tukapata aibu za mwaka. Kwa hiyo kwenye football maajabu kwenye mpira yanatokea. Lakini kwa namna timu zilivyo, Azam wana nafasi sawa na KMKM katika mchezo wa awali kuweza kujihakikishia nafasi ya matokeo mazuri katika mchezo wa marejeano ili kufuzu hatua ya makundi katika kombe la shirikisho. Kule Burundi, pale Bujumbura, matajiri wa Singida Big Stars wako kule. Walimalizeti hao wana nafasi kubwa sana kuweza kuqualify kwa mara ya kwanza, ambao wanashiriki michuano ya kimataifa, na kwa mara ya kwanza wanakwenda moja kwa moja hatua ya makundi. Rekodi kwao. Kule Swatini, mnyama Simba ana nafasi katika mchezo wa kesho dhidi ya Nsingizini. Lakini pia ukiacha hivyo, pale Malawi, Lilongwe, Young African wana nafasi pia dhidi ya timu ya Silver Stars katika mchezo wa leo ambao unafanyika Jumamosi, wapate matokeo mazuri kuelekea mechi ya marejeano wiki ijayo, ili tuwe na hakika wa timu 4 kama taifa katika hatua ya makundi katika michuano ya vilabu barani Afrika, ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho. Kwa hiyo kikubwa ni kwa Watanzania kuombea dua timu za Simba, Yanga, Azam na Singida na KMKM pia kama nchi kwa ujumla wake, wote wafanye vyema, tuwe na uhakika wa kwenda hatua ya makundi tukijitamba na nafasi 4 na kuongeza alama nyingi katika mstari ule ama orodha ya timu bora za CAF. Tuzungumzie tukio ambalo limefanywa na klabu ya Young Africans wakiongozwa na rais wao Engineer Hersi Said pale nchini Malawi. Tumeona wamemtembelea mke wa marehemu Jackie Chamangwana ambaye aliwahi kuwa kocha wao, na lile tukio limepokelewa positive sana kwenye mitandao ya kijamii. Tukijaribu kuangalia kwa upande wako Jackie Chamangwana, kwa namna ambavyo unamfahamu, alikuwa ni kocha wa aina gani, lakini pia kile ambacho wamekifanya Young Africans chini ya rais wao kina maana gani? Kama mwana michezo, kama mtu wa mpira, mpenzi wa kandanda, niwapongeze Yanga kwa kweli. Niwapongeze sana uongozi wa Young Africans chini ya rais wao Engineer Hersi Said. Wamefanya jambo la kipekee, jambo lenye ukubwa sana. Wameenda vitani kwenye mechi dhidi ya Silver Stars, lakini wamepata nafasi ya kuikumbuka familia ya aliyekuwa kocha wao marehemu Jack Chamangwana. Niwapongeze kwa sababu gani? Sio kila club itakuwa na kumbukumbu nzuri kwa wale ambao icon ambao wamewafanya makubwa timu yao. Nikukumbushe tu, huenda watu wengi katika miaka ambayo kocha Jack alikuja hapa nchini, wapo ambao walikuwa hawajazaliwa wanatazama Bugane TV, wengine walikuwa bado ni wadogo. Hata kundi la jana la Young Africans lile takriban 80% ukimchukua Hersi mwenyewe na wengine wote walikuwa ni wadogo mno, na wengine pengine walikuwa hawajazaliwa wakati kocha Jack anafundisha Young Africans. Wamemsikia tu. Kocha Jack Chamangwana kafundisha Yanga
kama sikosei ni 2005, 2006, 2007 na 4 hivi. Akawapa ubingwa mara 2, nadhani 2005 na 6 kama sikosei. Baada hapo akaondoka, akarejea tena. Jumla ya miaka ambayo Jack kafundisha Yanga ni miaka 7. Na nikwambie tu Salum, sio Yanga hii unaona sasa hivi. Ilikuwa ni ile Yanga ile ya kuungaunga manati ile. Yanga ilikuwa na fedha ambayo sasa hivi Yanga anatamba nayo. Jack alijenga msingi imara wa Young Africans. Katika makocha ambao katika historia za kujenga Yanga, Jack mmoja wapo. Jack alijenga Yanga ambayo ilikuwa na uwezo mzuri wa kujilinda. Labda kwa sababu yeye alikuwa defender. Kwa sababu katika historia ya football, kocha Jack yeye mmoja alikuwa mlinzi wa mwisho. Katika timu ya taifa Malawi, kacheza pia Kaizer Chiefs kule Afrika Kusini. Pale Malawi wakawa wanamuita Afrika. Alipoenda South Africa wakamuita Blackstone, jiwe jeusi, kama mwamba mweusi, kwa ushupavu wake na kuwa the rock katika ngome ama eneo la ulinzi la timu anayochezea. Kwa hivyo alikuja katika eneo la kufundisha, bado alikuwa na sifa ya kujenga timu ambayo ina ukuta imara, ule ukuta wa Jericho, ukuta sugu, ukuta chuma wa Berlin. Jack alikuwa kujenga timu namna hiyo. Kwa hivyo Yanga ilijengwa na makocha wengi, lakini miongoni mwa makocha ambaye alika alama ni Jack Chamangwana Afrika. Ameondoka akiwa na miaka 61, nakumbuka ilikuwa ni tarehe 6 Mei alifariki dunia mwaka 2018, mwaka wa 7 sasa hivi. Yanga wameona haitoshelezi, wamefika Lilongwe, wamefanya utaratibu wa kuichukua familia itoke kilomita 300 katika mji wa Blantyre kuja Lilongwe kuwaona, kuwasalimia, wakawashika mkono, wakawakumbuka. Hile ni heshima kubwa sana Yanga wameifanya. Katika hili binafsi mimi nawapongeza sana Young Africans. Rais Hersi na uongozi mzima management ya Young Africans kwa jambo jema walilofanya na kumkumbuka shujaa huyu wa Yanga ambaye kizazi kinachokuja cha Yanga kitaendelea kumkumbuka kwa ubora wake, umahiri wake na nafasi yake kuijenga Yanga ambayo sasa hivi wanatamba nayo katika football nchini na Afrika kwa ujumla. Miongoni mwa comments ambazo nimeziona kwenye mitandao ya kijamii baada ya lile tukio la jana, kuna mmoja alisema kwamba miongoni mwa makocha ambao wanakumbukwa kwa mchango wao ni kwamba wamefundisha Yanga kipindi ambacho uchumi hauko vizuri. Ametajwa Jack Chamangwana, lakini pia miaka hivi karibuni Yanga ya bakuli chini ya Mwinyi Zahera. Hilo la kwanza, utatuambia namna ambavyo alisaidia Yanga, lakini pia kitu kingine ni kwamba Yanga walipewa jina wakawa wanaitwa Jack Boys. Ilikuwaje mpaka ikawa hivi? Jack Boys kwa jina la utani la watoto wa kocha Jack. Kwa nini? Kumbuka Yanga ilikuwa Yanga imechoka. Yanga ambayo haina fedha ya kutosha. Inaenda kiuchumi, ina mudu lakini sio katika uwezo ambao mkubwa walionao. Na kocha aliishi na wachezaji wake kama watoto wake. Unajua hao makocha, kuna makocha ambaye anaishi kama kocha, kuna makocha ambao wanaishi kama kaka, kuna makocha anaishi kama meneja, kama boss. Yeye hakuishi kama boss. Jack hakuwa kama boss. Alikuwa kama baba, mzazi, mlezi wa watoto. Kwa namna alivyokuwa anawalea kwa umri wake na vijana ambao alikuwa anawakocha katika klabu ya Young Africans, kwa huyo alikuwa ni baba yao. Kwa utiifu ambao alikuwa nao na akijenga timu ambayo aliwapa ubingwa mara 2 tena mfululizo wa ligi Yanga iliyochoka, watu waliwapa jina moja kwa moja kwamba hawa ni watoto wa kocha Jack. Hawa ni Jack Boys, vijana wa kocha Jack. Wanamsikiliza wakiwa watiifu kwa kocha wao. Kocha anawaelekeza, anawalea akiwaelekeza misingi miiko ya klabu ikoje, misingi ya football ikoje, wao ni vijana wadogo wanakuwa vipi, wanajengwa vipi, wanasimama vipi. Ndio maana akapenya katika msitu ule mbele ya Simba na timu nyingine kuwapa ubingwa mara 2 Yanga ambao haikuwa yenye nguvu ya uchumi. Kwa hiyo Jack Boys ni jina la utani kama timu nyingine wanavyoita, kama utani mwingine wa kawaida tu kwamba hawa ni vijana wa kocha Jack, kocha ambaye alikuwa ni zaidi ya mzazi, zaidi ya baba kwa nyota wa Yanga ambao walikuwepo kwenye miaka ile 2004, 5, 6, 7 na kurejea 2011, 12, 13 hivi. Naam. Bana Kamarada, nikushukuru sana. Shukrani sana. Amina.